Salim Zanzibar, nuru imani yako. Tafadhali subscribe, share, like na comment. Jazakallahu khair. Ikram Haji and Umrah Zanzibar, karibuni nyote. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. يقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Hawakuitwa waja ila juu ya jambo kubwa linalomridhisha Mola wao na linalowapatia wao hao waja mafanikio yao, na ndio maana wakaambiwa wamuitikie Allah na mtume wake ili wapate uhai wa kweli wa furaha na neema za dunia na akhira. Na kwa sababu ya umuhimu wa ibada ya haji, Allahu azza wa jalla akamtaka Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, abul anbiya, imamul hunafa, mja mwema mbele ya Allah ambaye ni Khalilur Rahman. Huyu ndiye aliyepatiwa fursa hii iliyotajwa kwa uwazi katika Al-Qur'anul Karim: waadhin fi nnasi bilhajj, watangazie watu waje kufanya ibada ya hija. Na alhajju maana yake ni kukusudia, ndio asili ya kilugha neno hili. Watangazie watu waikusudie hasa nyumba hii ya Al-Kaaba, isiwe kuna lengo jingine zaidi ya hili. Hili ndio kubwa: qasdu baitillahi ta'abbudan wa tadarruan baina yaday Allah, kuikusudia nyumba ya Allah kwa kunyenyekea mbele ya Allah azza wa jalla. Yatuka rijala, waite Ibrahim, wito wako hautopotea. Watakuja wengine kwa miguu, tena katika safari ndefu. Wa ala kulli dhamir, na juu ya kila mnyama aliyekonda kwa sababu ya uzito wa safari na urefu wake. Yatina min kulli fajin amiq, watakuja kutoka katika kila njia ya mbali. Njia zitasomba watu na watu watapita, watasafiri kwa muda mrefu kwa miguu yao na wengine juu ya wanyama wao. Siku ambazo walizitumia safarini wakati mwingine zilikuwa ni nyingi zaidi kuliko hata hiyo ibada yenyewe ya haji. Liyashhadu manafi'a lahum, wafunge safari ndefu hizo zitakazowakalifu. Wengine watakufa njiani, wataumwa watu mbalimbali, lakini naam, ma qasaduhu a'zam, walokusudia ni kubwa zaidi kuliko shida zote zilizowafika. Liyashhadu manafi'a lahum, waje wahudhurie manufaa yao. Safari ilikuwa nzito ndugu zangu Waislamu, wanaagana watu kwa vilio, ila ahdin qarib, mpaka katika zama za karibu tu kabla ya maendeleo kukua na watu kusafiri angani. Ilikuwa msafiri anayekwenda haji kalmafqud wal aidu kalmaulud, alikuwa anayekwenda hija kalmafqud, ni kama mwanadamu aliyepotea, zama ambazo hakuna mawasiliano na wakati mwingine watu hawajui kumbe mtu wao ameshafariki. Unaporejea msafara au baada ya muda ndio taarifa hupatikana. Al-dhahibu kalmafqud wal aidu kalmaulud, anayekwenda huwa kalmafqudi, kama aliyepotea, na anayerejea kalmauludi, kama aliyezaliwa upya. Waliagana watu kwa furaha, waliagana watu kwa vilio vya huzuni, kisha wakapokeana kwa vilio vya furaha katika mazingira mazito kama hayo. Inakuwaje leo baada ya kuwepesishwa safari hii Waislamu wamekuwa ni wazito kuitika, ilhali ya kuwa kila wepesi umepatikana? Ni wito huo ndugu zangu Waislamu, asili yake umetoka kwa Allah azza wa jalla kupitia kinywa cha mpenzi wake Khalilur Rahman Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Waje wahudhurie manufaa yao, kwa sababu ndani ya haji kuna manufaa. Mtume anasema alayhi salatu wassalam: tabi'u baina al-hajj wal umrah, fululizeni baina hija na umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunub, kwani kufululiza baina mawili haya unaondoa ufakiri na madhambi,
kama yanfi alkiru khabath alhadid, kama ambavyo ile alkir anayotumia muhunzi mfua vyuma inavyosafisha uchafu wa dhahabu na fedha, kama yanfi alkiru khabath alhadid wadhahabi walfidda. Ndugu zangu Waislamu, mfua vyuma hupuliza na akaukoka moto vizuri na kazi yake akaifanya nzuri kiasi ambacho chuma safi kikawa mbali na uchafu pembeni, na hivyo hivyo dhahabu safi na fedha safi kakaa upande mmoja na uchafu kakaa upande mwingine. Basi mwanadamu ufakiri unawekwa pembeni na dhambi zinawekwa pembeni kwa kufululiza baina alhaji wal umra, akasafishwa akarejea hana dhambi na ufakiri ukakaa pembeni. Walaysa lilhajjati almabrurati thawabun duna aljanna, na hija njema haina malipo illa aljanna, isipokuwa hayo mashamba ya starehe na ufalme ya milele yametayarishwa kwa hawa ambao watafanya bidii wamuitikie Mola wao. Na katika riwaya nyingine, kufululiza baina haji wal umra yazidani fil ajal, mawili hayo yanaongeza na yanatia baraka katika umri wa mwanadamu. Umri unaongezwa na ufakiri unaondoshwa na madhambi vile vile, kwa sababu waja wamemuitikia Mola wao. Istamti'u bihadha albayt, Mtume anasema stareheni nayo nyumba hii. Kustarehe nayo nyumba ya Al-Kaaba ni kwenda katika ibada zile na tawaf na a'mal mbalimbali katika manasikul haji wal umra. Istamti'u bihadha albayt faqad hudima marratayn, kwani shabomolewa mara mbili. Wa yurfa'u fi thalitha, na itakapotaka kubomolewa mara ya tatu baraka yake itaondolewa. Ndugu zangu Waislamu, Mtume huyo anatuhimiza, anasema ta'ajjalu ila alhajj, wahini haraka kuifanya ibada ya hija. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, mmoja wenu hajui nini kitamtokezea. Kwa hiyo wahini kuifanya haji ya faridha, muitike amri ya Mola wenu. Katika hilo ndo kuna usalama, kwa sababu mbele yanaweza akaja maradhi au mauti. Wangapi waliuma vidole wakati ulipowapita? Wangapi wamelia wakatamani hizi fursa lakini zishaondoka? Adrikul bada'ata waqta kasadiha qabla an tanfuq fa idha nafaqat lan tablughu ilayha biqalil wala bikathir. Iwahini bidhaa kuichukua haraka. Bidhaa ina thamani lakini imedoda, inauzwa kwa thamani ndogo. Iwahini hiyo kabla haijapanda bei, na ikipanda thamani hamtoifikia kwa gharama ndogo wala kubwa. Naam, leo amali ziko nyepesi kuzifika kwa kila aina ya wepesi, salawat na siyam na alhajj na sadaqat, lakini baada ya kufa tu mwanadamu hata aseme umri wangu wote mie sasa nitaenda kushiriki katika salawat na kila siku nitafunga na haji nitaishiriki katika uhai wangu kila mwaka, fursa hiyo atambue imemalizika. Ilikuwa ni pale wakati bidhaa uliona rahisi ukaizembea, ndio ilikuwa wakati wake. Sasa umemalizika wakati. Ndugu zangu Waislamu, vilio vingapi vimekuwa vimetawala ndani ya vitanda vya ugonjwa, wanalia watu, wanasema tulipata fursa lakini tulipoteza. Wangapi walifilisika walipoitupa amri ya Allah, na Allah akatupa biashara zao, akaondoa mkono wa baraka na kheri. Ndugu zangu Waislamu, hapo ndipo walipolia watu na huzuni zikatawala, na wanaolia zaidi ni wale ambao aqbalu ala rabbihim wa qadaw nahbahum, washaelekea kwa Mola wao na uhai ushawaponyoka. Iyadhan billahi min dhalik. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ibadallah, Abu Huraira anatueleza kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliulizwa ayyul amali afdal, ya Rasulullah, amali ipi bora zaidi? Amali ziko nyingi lakini bora ni ipi? Akasema imanun billahi wa rasuli, kumwamini Allah na mtume wake, imani kamili, imani ya uhakika, hiyo ni amali bora zaidi. Thumma madha, akauliza kisha ipi ya Rasulullah? Huyo muulizaji ambaye Abu Huraira hakumtaja, lakini riwayati nyingine zinasema alikuwa ni Abu Dharr, ndiye aliyemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema kisha ipi amali ya Rasulullah inayochukua nafasi ya pili baada al-imani billahi wa rasuli? Akasema al-jihadu fi sabilillah. Akaulizwa tena thumma madha? Akasema hajjun mabrur, hija njema. Hija njema ni amali ina thamani kubwa na imepewa nafasi ya tatu katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hija hiyo
ndio ambayo inamtakasa mwanadamu, kiasi ambacho anarejea kama alivyozaliwa na mama yake. Anasema alayhi salatu wassalam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmin waladathu ummuh, yeyote atakayefanya haji kisha asitamke maneno machafu wala asifanye vitendo viovu, huyo atarejea kama siku aliyozaliwa na mama yake, hana dhambi, yuko msafi kabisa. Masahaba pamoja na kwamba walikuwa wana hali ya udhaifu, walizitamani kheri hizi, wakiwemo wanawake. Mama Aisha radhiyallahu anha alisema, ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-a'mal, tunaona jihadi ndio amali bora zaidi, afala nujahid, na sisi wanawake tusishiriki katika jihad? Yuko tayari mama Aisha aingie katika uwanja wa mapambano, na yanayotokezea anajulikana uzito wake. Lakini mtume akasema, lakina afdal al-jihad hajjun mabrur, lakini jihadi bora ni hajjun mabrur. Na akasema katika hadithi nyingine, alipokuja bwana mmoja akasema, ya Rasulullah, mimi ni muoga na dhaifu. Akamwambia, haluma ila jihadi la shaukata fi alhajj, basi njoo katika jihadi isiyo na mikiki wala dharuba ndani yake. Jihad haina kuuliwa, nayo ni alhajj. Kwa hiyo mtume kama kaifananisha alhajj na aljihad, maana yake alhajj ni amali kubwa, na ndio jihadu nisai wa duafa, bal yajibu ala sairi almuslimina mimman istata'u ila dhalika sabila. Ndugu zangu, kila mwenye uwezo atashikwa mbele ya Allah kwa kuizembea amali hii, na kuna hatari muislamu kufa Yahudi au Nasrani kwa kuiacha ibada ya haji, kama ilivyokuja katika riwaya ya Umar. Kwa maana hiyo, hofu kwa muumini lazima itawale, na kila mmoja amnyenyekee Mola wake na ajue kwa muda wa kuwa na uwezo anapaswa kwenda. Uwezo si lazima uwe pesa taslimu. Inawezekana mtu ana vitu au ana cha ziada ambacho hakijaingia katika dharura zake na haja zake za lazima, akikiuza hicho kashapata nafasi ya kwenda haji. Ndugu zangu Waislamu, bali yawezekana mtu akawa anamiliki kisichofanana na yeye kwa hali yake ya kimaisha, ilistahiki awe na nyumba ya kiwango hichi, lakini aliipata zaidi ya kiwango hicho kwa fahari tu, kenda akatoa pesa nyingi. Ina maana ya kwamba huyu haji anaiweza, lakini kati ya pesa zake na akazigandisha katika mambo ambayo hayakumstahikia kwa nafasi yake, akaliwacha la lazima mbele ya Mola wake ambalo lilimstahikia yeye alitekeleze, talaban limardatillah, wa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jalla an yaftaha alayna wa alaykum jami'an bil amni wal yaqini wat thabati was salam, وأن يرزقنا الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور، وأن يفتح علينا من فتوحاته العظيمة الواسعة. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رب العالمين أن توفقنا لما فيه حبك ورضاك. اللهم صل وسلم على الرسول الكريم، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين. اللهم إننا نسألك أن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.